kipindi ambacho tunapata muda wa kusikiliza neno la Mungu kwa upana wake, kwa kina. Ni kipindi ambacho mtazamaji mmoja amenifurahisha sana, anasema ni mafunzo ya kijeshi. Yeye amekiita mafunzo ya kijeshi kwa jinsi ambavyo kimekuwa kikimsaidia katika kuelewa namna ya kuishi kiroho, lakini na maisha kwa ujumla wake. Kwa hiyo nikaribishe sana. Nipende kutumia pia fursa hii kuwapongeza watu ambao nimekuwa nikiangalia na kuvutiwa nao sana. Wanawahi mapema kabla ya muda, dakika 5, wengine nimeshangaa, kuna wengine dakika 10 na kitu wako tayari tu wanasubiria. Ninaongelea wale ambao ninawaona kupitia YouTube, lakini kuna wale wengine ambao wanangojea wakiwa katika televisheni zao kule nyumbani. Hili jambo linaonyesha kiu ya kupata neno. Biblia inasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Ukiwa na kiu ya kula neno la Mungu na kunywa katika kisima cha kiroho, Mungu atakupatia. Hebu tuweze kuomba kabla ya kuanza kipindi. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakutukuza, ninakushukuru sana kwa kuwa wewe mwenyewe ni Mungu uliyetuumba sisi, na pamoja na kwamba dhambi iliingia duniani, hukutuacha sisi peke yetu, ukatutengenezea mlango wa kutokea, na bado kwa neema yako unatufundisha namna ya kuishi maisha haya. Ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu, dada yangu, mama, baba ambaye anafuatilia kipindi hiki masaa kama haya, ukambariki. Najua kuna ambao wanatazama wakiwa ni wagonjwa, wakati wanasikiliza kipindi hiki tu wakapokea uponyaji. Kuna ambao wanasikiliza wakiwa na msongo mkubwa wa mawazo, wakati anasikiliza kipindi hiki akapate amani. Kuna ambaye anasikiliza akiwa amechoka kwa sababu ya changamoto mbalimbali, ukamwonyeshe jinsi ambavyo unaweza kumsaidia ndani ya muda mdogo wa kipindi hiki. Neema yako inatosha. Asante, maana we ni Mungu na umesikia na unakwenda kutenda zaidi ya vile tulivyotamka. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Watoto wa Mungu mnaonisikiliza, mjue ya kwamba chochote kile ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa shetani na watu wake ni kopi yanafanyika katika ulimwengu wa Mungu wa kiroho. Unaweza ukasema, mchungaji, sija kuelewa. Shetani ni kwamba tu ameiga kila kitu unachokiona ambacho anakifanya kupitia mawakala wake, waite waganga, waite wachawi, waite wabudu mashetani. Chochote wanachofanya ni kwamba wanakopi vile vitu vya Mungu na kuvipotosha, ili baadaye ionekane kwamba shetani ndiye ambaye amefanya hayo mambo. Lakini mengine pia wanawaelekeza watu kutenda nje ya mstari ili viweze kuleta madhara. Pasta, bado sija kuelewa. Dawa ikitumika ndani ya kiwango ni tiba, ikizidishwa inaleta madhara. Mwenye sikio anaweza akanisikia na akanielewa. Sitaki watu wafikie level ya kumtukuza Ibilisi kana kwamba anaweza kuumba, ila ni kwamba kuna kanuni zipo tayari anazijua, na hizi kanuni kwa sababu anazijua anawafundisha watu wake, sio kwa nia nzuri, nitumie kinyume chetu au kinyume cha ufalme wa Mungu. Lakini sisi kwa aliyeko ndani yetu tuna nguvu kuliko yeye kwa sababu ya Kristo Yesu. Unakumbuka Elisha alipokuwa anamsindikiza Eliya, wakavuka mahala fulani, watu wakapigia kelele akimwambia, unajua huyu atatwaliwa na nini? Elisha akamwambia, ndio najua, inawahusu nini? Elisha akaenda na Eliya. Wakati Eliya anaondoka, Elisha akaambiwa, ukiniona nikiondoka utapata kile ulichokiomba roho yangu mara 2. Akawa makini kumwangalia wakati anaondoka. Alipokuwa anaondoka, kuna kitu aliachiwa vazi. Akaachiwa vazi. Lile vazi ilikuwa ni ishara ya nguvu ya kimungu. Na wakati anarudi akakutana na mto ambao waliuvuka pamoja. Wakati wanavuka pamoja, anakumbuka ya kwamba walivukaje. Hii stori ya walivukaje haitaji sana kwenye Biblia, unaipata wakati anaporudi, ndipo unapata picha. Akapiga lile vazi katika mto ili apate njia ya kupita. Maji yakagawanyika, akapita.
Kufika kule mbele akakutana na watu watoto wanamtania, paa wewe mwenye upaa. Utafikiri mwandishi wa Biblia alikuwa ni Mswahili, maana ya maneno mawili yanafanana sana, upaa na kupaa vinafanana sana. Akatamka maneno. Alivyotamka maneno, mnyama mkali akatoka akawala wale watoto. Unasema pasta, haya maneno ina maana kwamba yana miujiza ndani yake? Siongelei magical words, maneno yenye miujiza au uchawi. Ninaongelea nguvu ya mamlaka iliyoko ndani. Ni matumizi mabaya ya nguvu. Ndio na pause kidogo, ili uendelee kuitafakari uweze kuelewa. Kama sio matumizi mabaya ya nguvu, kwa nini Yesu anakuja kuonya baadaye, barikini wala msilaani? Kwa nini? Anajua kuna nguvu iliyoko ndani. Nenda ukaangalia wakati wanafunzi wa Yesu wanapopita Samaria na Wasamaria wakagoma kumpokea Yesu. Wanafunzi wa Yesu wakapendekeza, akamwambia Yesu, tuite moto kutoka mbinguni wachome hawa watu. Yesu alikataa, akamwambia hamjui roho mlionayo nyie. Lile neno lina double meaning, lina maana mbili. Cha kwanza ni kwamba nguvu iliyoko ndani nitakachokitamka kitakuwa. Lakini maana nyingine ni kwamba roho ambayo unaitumia wewe kutamka hivyo hayo maneno sio roho ya huruma. Niweza unaambia mwana wa Adamu amekuja kuokoa. Mimi sikuja kumaliza wala sikuja kuangamiza. Mungu, kuna wakati unaweza ukatumia vibaya nguvu uliopewa na Mungu, na hicho kitu tusikihalalishe. Nenda ukatazame vizuri historia jinsi inavyoelezea siku Anania na Safira walipodanganya, wakaambiwa hamkumdanganya Petro, mmemdanganya Mungu. Kulikuwa na komandi ya Petro ilikuwa iko ndani, akafa wa kwanza. Alipokuja wa pili, na ili ujue kwamba Petro pale mwanzo alikuwa na kitu alikitamka ambacho hatuambiwi. Anaongelea tena, anamwambia miguu, tazama miguu iliyokuwa imemchukua fulani inakuja na watakuchukua na wewe. Jamaa anaanguka anakufa. Huwezi kuona lile tukio likirudiwa tena, maana mitume nao walikuja kujifunza kwamba hapana, hii kitu hakitaendelea. Japo kanisa lilijawa na hofu na kile kitendo, lakini njoo tumtazame Mungu ambaye nawambieni habari zake. Mungu hapendi kuabudiwa kwa hofu, anapenda kuabudiwa kwa upendo. Kwa hiyo mchungaji, unamaanisha nini? Namaanisha hivi, mzee wa kanisa uliyewekewa mikono ya uzee wa kanisa, kuna nguvu ya kimungu iko ndani yako. Itumie vizuri hiyo nguvu, usiitumie vibaya. Ukimlaani mtu inakuwa. Mama ambaye umezaa mtoto, kuna nguvu ya umama iko ndani yako, kuna nguvu ya ubaba iko ndani yako. Utakapoitumia vibaya against, kinyume na mtoto wako, anapata madhara. Maneno kama hayo. Unaposikia kwamba msimwekee mikono mtu kwa haraka kwenye mashauri ya Paulo, anamaanisha vitu vingi sana. Sifa ya mzee wa kanisa na sifa ya shemasi inatajwa vizuri, zimetajwa pale, na zinapotajwa utakuta kuna kitu kimetajwa vingi. Mojawapo ni kujitawala, hisia, hasira, kwa sababu unapowekewa mikono, ile nguvu unaweza ukaitumia vibaya kabisa. Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Sasa kwa nini nimeongea yote haya? Nahitaji kukutoa katika maisha ambayo unakuta mawakala wa adui wanakushambulia na wewe unawapa sapoti kwa kulalamika. Kuna nguvu katika kumjadili Mungu na nguvu zake. Kuna malaika wanatumwa hapo kuja kusikiliza wanaongea hayo mambo. Kitabu cha Zekaria kimeeleza vizuri habari hiyo. Kwa sasa anza kubadilisha mtazamo wako sasa. Unapoongea na rafiki yako, acha kusimulia sana jinsi shetani alivyokupiga, jinsi mambo yalivyo, unamuinua. Kwa nini usieleze zaidi jinsi Mungu alivyokuokoa zaidi? Sasa mchungaji, nitaelezaje bila kueleza jinsi ilivyokuwa? Ni rahisi tu. Badala ya kusema jamani, yani ni ile tunaanza biashara moto, haujakaa vizuri, sijui wakanifanyia hivi, nikaingia hasara. Unaona hiyo story tunavyoisimulia yote, hiyo story yote inamtukuza shetani. Sasa the same story hiyo hiyo unaweza ukaifanya kwa utukufu wa Mungu, asema jamani, Mungu ni wa ajabu. Unajua nini? Nilianzisha biashara Kariakoo, palipotokea ile shoti ya umeme pale, nyumba zikaungua. Ninamshukuru Mungu maana sikuwepo humo ndani. Unaona, tayari ni story ile ile, lakini hapa inaonyesha Mungu aliyekuokoa. Haleluya! Badilisha story.
mawakala wa shetani wasikutishe kwa chochote. Aliye upande wetu ni mkuu kuliko wa kwao. Jifunze kusifia ufalme wetu kuliko kuongelea ubaya wa ufalme wao. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 4 fungu la 9 na la 10, kuna somo ambalo niliongelea habari zake lililopita, lakini leo nakuja kwa staili nyingine. Biblia inasema Yabezi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mama yake akamwita jina lake Yabezi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabezi akamwita Mungu wa Israeli akisema, laiti ungenibarikia kwelikweli na kuipanua mipaka yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, na wewe ungenilinda na uovu isiyo kwa huzuni yangu. Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Sasa Yabesi anatajwa kwa mafungu machache, lakini kuna mambo kadhaa ambayo utakuja kuyaangalia taratibu. Siwezi kusahau katika huduma ya kichungaji na kukutana na watu wengi, na kukutana na matukio mengi. Ndio sababu wakati mwingine ninapoongea na nyie wanapenda kusema kwamba kuna wakati mi napiga magoti kumwomba Mungu, ninakosa cha kumwomba. Sio kwa sababu sina maombi, sina cha kumwambia, ila ni kwa sababu nimekutana na watu wengi, nikaona kile ambacho anakipitia. Ninakuja kumwona huyu Mungu na kumuuliza Mungu, sasa mimi kwa haya yote ambayo mema ulionifanyia niseme nini? Yani najikuta badala ya kupeleka mahitaji yangu ninahesabu baraka. Kwa nini nahesabu baraka? Ni kwa sababu kuna namna Mungu amenitendea kiasi kwamba nashindwa cha kusema. Sikiliza hii. Nilikuona na mtu mmoja ambaye Mungu alimbariki sana, na ni kati ya watu ambao walikuwa wanivutia kwa kazi kubwa ambazo wanazifanya. Ni kiongozi shupavu, akisimama akiongea na mvuto mkubwa sana, na Mungu amembariki, amepanda cheo katika nafasi aliyokuwa amepewa pale katika kampuni, akawa mkuu wa idara, kutoka cheo cha kawaida mpaka afika level ya kanda. Siku moja tumekutana naye akiwa ananiambia, pasta, kuna jambo nahitaji niongee na wewe, tukiwa wawili ofisini. Tukaingia ofisini kwangu tukaanza kuongea, lakini alitokwa na machozi mengi sana. Ananiambia najaribu kuficha kile ambacho kinaendelea ndani yangu. Anasema anajaribu kuonyesha ya kwamba yuko vizuri, anasema lakini ndani amejawa na hofu, na wakati mwingine anahangaika. Anasema hata wakati ninashangaa hata jinsi anavyopanda vile vyeo katika ile kampuni yao. Anasema nilikuwa nashangaa sana. Sikia, anasema maneno haya, mchungaji, kila anapofanya uamuzi mkubwa wa kupanua kampuni na uwezo ule wa kazi jinsi ulivyo alipowekewa pale, anasema kila anapofikia hatua ya mafanikio ambapo watu wengine hawajui, wanaona kama vile niko vizuri, anasema nakuta kama kuna ukuta wa moto unanizuia, lakini kwa nje tulikuwa hatuoni hicho kitu. Hebu fikiria, mtu umekuwa mtu mzima, lakini unapambana na historia za vita za utotoni, changamoto za utotoni. Wataalamu wa saikolojia kuna kitu wanaita kitaalam childhood traumas au kiwewe cha utotoni. Kuna matukio tunayapitia utotoni yanakuja kujionyesha katika utu uzima. Kwa mfano tu niseme hivi, mahusiano mengi, ndoa nyingi zinatikisika katika masuala ya mawasiliano na nini, na mpaka unashangaa, mwenzangu mbona naakti na mbona yuko hivi. Asilimia kubwa ukichunguza yale mambo, mwenzako anapitia kiwewe cha utotoni, childhood traumas, ambazo kama akipata mtu ambaye anaweza kuzichimba vizuri, akazielewa na wakaanza kupambana nazo vizuri, yani kuzishughulikia, anabadilika na kuwa mtu mzuri kuliko ulivyokuwa unaweza kufikiria wewe. Siku aliyozaliwa na mama yake akiwa katika msongo mkubwa wa mawazo na uchungu, alimwambia, wewe umeleta laana tu katika maisha yangu. Ulizaliwa wakati mbaya na uwepo wako ni ukumbusho wa maumivu yangu. Kisaikolojia, mkurugenzi huyu alikuwa anateseka na kile kinachoitwa imposter syndrome, hofu ya kiongozi kujiona mlaghai, akisukumwa na mtindo wa mfungamano wa hofu na kujihami, anxious avoidant attachment style. Alikuwa akitumia mafanikio makubwa ya nje kama njia ya kujihami na kuficha majeraha ya utotoni. Unaona maneno mama yake aliyomwambia wakati ameshaanza kukua hapo, ameanza kusikia, na mama yake alimwambia, wewe umeleta laana katika maisha yangu, kwa mazingira aliyozaliwa. Kwa hiyo haya maneno yalimkuwa yanamuwinda na kumsumbua siku zote za maisha yake.
na ndio mpaka amekuwa mtu mkubwa kwenye kampuni, ni mkurugenzi, lakini namuwinda akionekana amevaa vizuri, amevaa suti, yuko vizuri, hawakujua kile ambacho anakipitia. Na huenda unanitazama sasa hivi, kuna kitu unakipitia ambacho kimekuwinda katika maisha yako. Leo nahitaji kwa jina la Yesu Kristo, tunamwomba Mungu akusaidie uweze kuondokana na hiyo hali kabisa kabisa. Haijalishi ulisemeshwa nini ukiwa mtoto, Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Yabesi hakuwa akiomba maombi ya kijuujuu ya kupata utajiri au maarufu. Alikuwa akipambana na vifungo vya kihistoria, kiroho na kisaikolojia vinavyozuia utu wake usifike ukamilifu uliokusudiwa na muumba wake. Kila mtu ana kitu alichoumbwa kukikamilisha hapa duniani. Wewe unanitazama hapa, kuna kitu Mungu alikuumba ili uweze kufikia, lakini wakati huo kuna vitu vinakuzuia ili usifikie huko. Ndio maana leo tunahitaji uweze kupenya, uweze kuamka, uweze kufikia makusudi ya wewe kuzaliwa.